Habari tena ndugu zetu watazamaji wa channel yetu ya Gallery TV Tanzania. Leo tumekutana tena kwa mara nyingine katika kujadili mchezo ambao unaelekea kupigwa katika soka uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba na Yanga kuwania ngao ya jamii. Tunashukuru sana kwa nyinyi ambao mnaendelea kutufuatilia na tayari mmeshakuwa familia yetu. Mchezo wa leo bwana ni kwa ajili lengo kubwa ya kuwa na mashabiki, ni kuwauliza kwamba ni imani gani wanao labda kwenye mechi yao ambao wanaenda kuipiga, ni matarajio gani ambao labda wao wanafikiria kwamba wanaweza kupass na wakafuzu wakapata ngao ya jamii. Kwa kwanza labda na mshabiki namba 1 hapa, nadhani mnamkumbuka, tulishajadiliana naye mara kwa mara kuhusiana na uchambuzi wa Yanga Day. Bwana, kwanza hongera sana kwa Yanga Day. Asante. Vipi mechi iliendaje? Lakini ilienda tu kama vile ambavyo tulikuwa tumetarajia. Japokuwa kwenye ushindi kidogo matokeo kidogo yalikuwa yameminywa kidogo, kwa sababu mimi nikajua tutawafunga mengi, ila sio mbaya. Bwana, ilikuwaje lakini? Kila kitu kilienda vizuri, performance ilikuwa kubwa kabisa. Umeona hapo? Na kila kitu kilienda vizuri kabisa, wananchi waliitika kwenye uwanja. Kila kitu kilienda sawa kwangu mimi. Aisee mtazamaji, ndo kama hivyo mambo ndo ameshakuwa moto sasa hivi. Kwa karibu sana tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa interview yetu ya hapa. So tunapenda, tunajali sana. Comments za muhimu sana. Chochote unachojisikia kuzungumza unaweza ukasema. Karibuni sana. Bwana, kwa kuanza tu kwa kuwakumbusha na wa members wapya, labda unaweza ukaanza na majina yako. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Method Saidi Ngwembano. Method Saidi Ngwembano. Mshabiki wa timu gani? Mimi ni mwananchi pure, mshabiki wa Young Africa. Kama mlivyosikia bwana, huyo hapa ni mshabiki wa Yanga, yani yeye anakuambia kwamba hata ukichana damu yake itabubujika. Ni damu ya nini? Ya kijani na njano. Au sio? Baada ya hapo labda tuzungumze sasa kwenye maswali, labda tukuulize, baada ya kupata matokeo mazuri katika misimu kadhaa iliyopita, labda neno gani ambacho cha kikosi yenu ambao mnajisikia ama kwamba hiki hapa inaweza kawa ni rungu ya kuitumia katika kuishinda timu yenu ya pinzani ya Simba? Ni sehemu gani ambao nyie mnaweza mkajivunia nacho kwamba hapa tunacho na tunaweza kushinda kupitia na hiyo eneo? Kwangu mimi kwanza, kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi najivunia, Yanga imekamilika kwenye kila idara. Yani kwenye uwanja nazungumza wachezaji wapo vizuri, yani kuanzia namba 1 mpaka namba 11 wote, na pia mpaka wale ambao wapo substitution wote wapo sawa. Umeona hapo? Hiyo ni ndani ya uwanja. Kwenye nje ya uwanja, mashabiki wa Yanga siku zote wapo moto, wapo na morali mzuri, kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo sina wasiwasi nayo. Hiyo ni moja ya sehemu ambayo tunajivunia pia kama wana Yanga ambao tunafanya vizuri. Pia na management yote ya Yanga, yani kuanzia president na viongozi wake wenzake wote ambao wanashirikiana nao, wale wote wapo vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi hivyo hapo ndo vitu ambavyo tunajivunia zaidi wana Yanga, ambavyo vinatufanya tufanye vizuri zaidi kwenye mashindano yote ya hapa ndani na nje pia ya Tanzania. Mtazamaji, kama ulivyosikia brother, labda tukuulize kitu kingine. Ni nini labda kinakupa sana hamasa au imani kwamba Yanga kesho ni leo baadaye itaibuka na ushindi katika mchezo huu? Kwangu mimi ambacho kinanipa imani kwa kiwango kikubwa zaidi, kama nilivyokuambia mwanzo kwamba sisi tuna wachezaji wazuri sana. Yani kuanzia golini, mabeki, viungo mpaka strikers wote yani wapo vizuri. Kwa hiyo iko hapo ndo kinachonifanya mimi sababu kubwa ya kusema kwamba tutawini mchezo wa hapo baadaye. Kwa kiwango kikubwa sana wachezaji, pia benchi la ufundi lote lipo vizuri. Kwa hiyo ndo sababu kubwa ambayo inanifanya niwe na imani kubwa kwamba wananchi tutashinda siku ya leo. Na ni kweli tumeona kwamba mmepiga sana, tunasema maandalizi makubwa katika Yanga Day, maandalizi makubwa hata kabla ya siku ya kesho. Maandalizi of course ni makubwa kwa upande wenu. Labda ni kitu gani ambacho labda katika msimu huu unadhani kwamba ni mchezaji gani anaweza akawa ni athari au chachu kwenu nyie mkupata matokeo chanya
ni mchezaji gani ambaye kwenu nyie anaweza kawa ni mchezaji anawaletea matokeo chanya kutokea kwa mchezaji ambao mmemsajili kipindi hiki? Ise kwa kweli Yanga wamesajili wachezaji wazuri wote. Yaani sina specification kwamba huyu hapa mmoja peke yake ndo ambaye atakuwa na chachu kubwa zaidi. Kwa sababu mule ndani hata kama uwe na mchezaji mmoja ambaye yeye ana uwezo mkubwa sana, afu wale wengine wote wakawa ni labda hawafanyi vizuri. Iko kitu sio kizuri, kwa sababu sisi ili uwini lazima ucheze kwa timu. Teamwork ndo kitu ambacho kinasababisha nyie mshinde. Kwa hiyo Yanga kwa kifupi mimi naiamini ipo vizuri, yani ikicheza kwa teamwork ndo waga inawini. Ila kwa kusema eti mchezaji mmoja awe na sababu ya kufanya kwamba timu yetu sisi ishinde, haiko kitu hakipo. Kwa hiyo na nyie mnaamini katika umoja? Katika umoja, yani teamwork, yani kama timu itacheza kwa pamoja, kwa kushirikiana, iko kitu ndo kitaleta matokeo mazuri kwetu. Bwana mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa Gallery TV Tanzania, sisi tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Pia tupo hapa kumuuliza, kama una swali lolote unaweza kauliza hapo chini, kwa sababu tuko live kabisa. Kwa hiyo uliza chochote, au unaweza ukashare, ukacomment chochote ambacho unajisikia kutamka. Labda kwa brother yetu sisi tukuulize, Ashumu wewe ndo kocha sasa wa timu ya Yanga. Ni kitu gani labda unahisi labda kwamba mimi kikosi changu ningekipanga hivi, naamini kabisa moja kwa moja mimi naelekea kupata matokeo makubwa sana? Labda wewe kwa mpango wako, yani ni timu gani wewe ungetengeneza kikosi gani yani? Kwangu mimi for combination ya 4-3-3 kwangu mimi ndo naamini ambayo ina balance zaidi. Yani kuna kipindi labda kama ikitokea mmepoteza mpira, mtarudi kwenye 4-4-2 ambayo inawalinda zaidi, umeona. Na kipindi ambacho mkiwa na mpira mnaweza mkacheza kama hiyo 4-3-3 ambayo nimetamka pale mwanzoni. Kwa hiyo kwenye hiyo formation naamini kabisa, yani kwa quality ya wachezaji ambao Yanga tunao, tukitumia hiyo mbinu ni rahisi sana kuiwini. Kwa hiyo hapo baadaye naamini kabisa kama kocha wa Yanga ataingia na huo mfumo wa 4-3-3, hiyo sina shida nayo, tunaweza tukawini kabisa kwenye mechi hii ya leo. Kwa hiyo ni formula yenu kubwa ni 4-3-3. Je, ni aina gani labda wachezaji labda ungewachambua sasa kwamba huyu hapa angekaa wapi, huyu hapa angekaa wapi? Okay. Kwangu mimi kipa kama kawaida, kipa angeanza Diarra. Jamaa yule namba moja wa yani wa Yanga. Namba moja wa Yanga na pia ni namba moja wa Mali, ya timu ya taifa ya Mali. Taifa kubwa kabisa hapa Afrika kisoka. Kwa hiyo namba moja mimi ningeanza na Diarra. Namba 2 Israel Patrick Mwenda. Ningeenda naye. Namba 3 ni Shadrack Boka Isaka. 4 na 5 ni Dickson Job pamoja na Baka. Ibrahim Kamanda yule pale. Baka hiyo ni 4 na 5. Wale hawana shida kabisa. Wale hawana shida. Nikienda kama katikati pale kama kawaida, huyu nani mchezaji wetu mpya. Nani huyu nani? Conte. Huyu jamaa hapa angestiki pale namba 6. Au ni yeye anafaa pia. Nikienda kwenye 7 na 8 pale wakiweka namba 8 akicheza Mudathiri, sina shida naye. Namba 7 Max. Namba 9 mimi ningeanza na Prince Dube. Prince Pumelelo Dube. Namba 10 kama kawaida Pacome Zouzoua. Yani hapo, yani kwenye hiko kikosi tayari ushindi mapema. Namba 11 11 ikuwa kuwa au hata kama akianza Mzize hapo, au wote mimi sina shida nao. Kwa hiyo kwangu mimi kikosi changu kabisa cha moja kwa moja kile pale, mgeni ambaye angeingia moja kwa moja ni huyu namba 6 pamoja na yule namba 11 ambaye ni Ekua. Kwa hiyo hao wachezaji wawili ndio wachezaji ambao wanaweza wakaanza kesho kwangu mimi, kwa mtazamo wangu mimi. Kwa jinsi ulivyotengeneza hiyo formula yako, labda tukuulize kwamba unahisi labda ni magoli mangapi mnaenda kuachapa Simba?
yani wasipokaa vizuri zile 5 zitarudi tena. Yani kwa hiki kikosi cha Yanga jisikilivo. Simba wasipoangalia vizuri 5 zipo tena. Bwana mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Gari TV Tanzania, unaweza ukatuambia, je, ni kweli 5 zitarudi au ni kwamba anatudanganya tu? Asija akawa anatuleta sisi lakini hatujui kwamba ni kipi ambacho kinaweza kakatupa mwelekeo upi. Baadaye tutakuja kujua kwamba nani amechukua, na baada utakubali kwa ajili ya interview baadaye. Mimi nipo tayari. Yani hata baada ya hii hapa hii mimi nipo tayari kabisa. Mkipigwa 5 yani matokeo yoyote whatever the case, kama tutawini, kama tukipoteza, mimi nipo tayari kwa ajili ya interview. Bwana, kama mlivyosikia hapo, jamaa afungwe au asifungwe na atakuepo, na imani yetu kwamba yeye tunamwombea kwamba afungwe, au mnasemaje? Kufungwa ni ngumu. Yani hiyo ni ngumu kabisa yani. Yanga kikosi kikubwa sana. Yani kusema kufungwa, yani yaise Simba sidhani kama watatoboa. Kweli. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Labda kuna mtazamaji pale au msikilizaji wetu anaweza akawa na swali moja, kwamba jamaa yetu labda anaweza akatupatia ujumbe gani, au ni ujumbe gani ambao unaweza ukawasikilizisha au kawaambia mashabiki wa timu ya Yanga, na ikawa kwao ni hamasa au chachu ya kwenda kushabikia timu yao katika hali ya furaha. Pia ni kionjo gani ambacho labda unaweza ukawapatia mashabiki wa timu ya Simba ili wajue kwamba wenyewe sasa wanaenda na udhaifu? Labda tukusikilize hapo, ni ujumbe gani ambao unaweza kuwaachia mashabiki? Mimi kama mwana Yanga, ujumbe ambao napenda kuwaachia mashabiki wote wa Yanga kwa kiwango kikubwa kabisa, leo tujitokeze pale Benjamin Mkapa, tuishangilie timu yetu, lengo tupate matokeo mazuri zidi ya mtani. Unajua tumemfunga mara nyingi sana. Kama mara 6 mfululizo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga kupitia ule ushindi ambao umepita la mechi zile zilizopita, tutumie kama chachu, yani tujae pale Benjamin Mkapa kwa wingi, tuishabikie timu yetu ili iweze kushinda. Au sio? Kwa hiyo kwa sababu tunajua kabisa morali inatengenezwa na nani? Mashabiki. Pasipo na mashabiki morali wachezaji watakuwa hawana. Kwa hiyo mashabiki tujitokeze sana kwa wingi pale Benjamin Mkapa, na tuishabikie timu yetu mwanzo mwisho. Ila kwa upande wa Simba, mimi cha kuwaomba ni kitu kimoja tu, yani wakija pale wao wamekula kabisa na wamekunywa maji mengi, kwa sababu baada ya pale hawatakuwa tena na hamu ya kula wala kunywa. Kwa hiyo kipigo kinachoenda kuwapata pale, yani watakuwa hawana hamu ya kula wala kunywa. Kwa hiyo wale kabisa vizuri, wanywe maji, wakija pale wataondoka na simanzi. Bas kila kitu kitakuwa kimeisha hivyo. Hata pia na washauri pia, hata kama wasipojitokeza itakuwa ni mzuri zaidi, kwa sababu bora uwe unalilia ndani kwako chumbani ukiwa umejificha hivi. Ila hadharani na kwa kidogo inaleta tafulani kidogo. Kwa hiyo wajitokeze kwa uchache wao, kwa sababu wataondoka na aibu. Bwana watazamaji wetu, kama mlivyosikia maneno ya kejeli kabisa kwa wana Simba kwamba eti kwanza mle ndo mje kwanza, kwa sababu mkitoka pale hamtakuwa tena na hamu ya kula. Hawatakuwa na hamu kabisa. Mtatuambia hapo kwenye comment, je, kwamba ni kweli au ni uongo, na tusubirie muda kwamba ni kipi kitaenda kufanyika kabla ya filimbi ya kwanza kupulizwa na mwamuzi wetu pale Benjamin Mkapa. Bwana tunashukuru sana, na unaweza kukumbusha tena majina yako? Kwa majina naitwa Method Saidi Ngwembano, na kwenye mitandao ya kijamii pia najulikana kwa jina hilo Method Saidi Ngwembano. Mimi kwamba kwenye Facebook, WhatsApp na kwingineko, ila kwenye TikTok natumia Method Medicine, na kwenye Instagram the same ni Method Saidi Ngwembano. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii ukisearch Method Saidi napatikana pale. Bwana, kabla tujamaliza tumuulize pia, wewe pia tunakujua kwamba ni msanii. Tupe labda yani tuseme ni tamthilia ipi ambayo ulishawahi kuigiza na ukaipenda kwa moyo wako wote, yani labda utuambie. Kama msanii nimeigiza tamthilia nyingi. Yani tuseme pale Gala TV Tanzania kwenye tamthilia nyingi nimeigiza, ila kwangu mimi tamthilia ambayo nipendwa zaidi ni Safari ya Moyo.
kwangu mimi Safari ya Moyo ni favorite namba 1. Namba 2 pale ni Andiko. Andiko na mimi kwangu mimi naona ipo vizuri sana. Na Andiko ulikuwa ni mhusika mkuu nadhani. Mimi ni character kabisa pale, nimetaabika. Kwa kufikia hapo ni tunasema labda tamati kwa sasa hivi tu, lakini baada ya mapumziko tutaingia tena na mashabiki wa mtaani. Sasa tumeona kwamba tuanze kwanza hapa ndani, then baadaye tunatoka huko nje kwa ajili ya kuwaonyesha wale wenzetu wa Simba na Yanga ambao wako chakari kwa ajili ya kwenda kutazama mechi ya Simba na Yanga ya kuchukua ngao ya jamii. Mtazamaji wetu na mshabiki wetu na pamoja tunapenda sana. So muendelee kuwa pamoja nasi, mtusupport hivyo kama mnavyotusupport. So mkitazama video zetu tunashukuruni sana na mnatupandisha na mnatusupport sana. Bwana, kufikia hapa labda tuseme kwamba tupate mapumziko mafupi, tutarejea tu baada ya muda mfupi tukiwa mtaani. Karibuni sana na asanteni sana, na kufikia hapo sisi tunasema tuko live. Tunawapenda sana. Au sio, unasemaje? Tunawapenda sana. Kwa kukumbusha labda mimi ni MC Nehemia. Wengi wananitaka sana MC Abe kwenye mitandao yangu ya kijamii hasa TikTok MC Abe. Ukiingia TikTok, Facebook pages utakuta pale Nehemia. Ukiingia wapi Instagram Nehemia hivyo. Kwa hiyo itakuwa ngumu. Ukipenda kuniita Nehemia sawa, ukipenda kuniita MC Abe sawa. Tunawakaribisha na tunawapenda sana. Bwana, baadaye ndugu yangu. Sawa. Haina shida, tutakutana baada ya mechi soon as possible. Na tunahakika tutakuita. Mimi nipo tayari kwa sababu nina morali, yani lile bonge la timu kama lile nipo tayari aise. Bwana, tunawashukuruni sana, muendelee kuwa pamoja nasi.